Mwanamichezo karibu tuzitazame na tuziangaze dakika 90 nyingine za mchezo wa kirafiki baina ya kikosi cha vijana wa Young Africans ambao wanashuka mzigoni dhidi ya vijana wa kikosi cha TRA United Sports Club, mchezo ambao unataraji kuteka hisia za watu wengi, mchezo ambao unataraji kuwa na ushindani almost always ndani ya dakika zote 90. Huu ni mchezo ambao unaanza toka majira ya saa 3 kamili asubuhi katika uwanja wa Gymkhana pale jijini Dar es Salaam. Ndio eneo ambalo tutashuhudia mchezo ukiwa unapata nafasi ya kupigwa. Moja mchezo ambao kiutazama kiufundi kwa pande zote mbili una umuhimu mkubwa zaidi. Upande wa TRA United Sports Club wanakwenda kucheza mchezo huo dhidi ya Young Africans wakihitaji kujizidi kujiweka sawa kwa idadi ya wachezaji wao wengi ambao wameendelea kubakia katika kipindi hiki cha FIFA break. Then upande wa Young Africans nao wanazidi kujiweka vizuri kwa wachezaji wao ambao hawakupata nafasi ya kujumuishwa katika majukumu ya timu za taifa kwa sababu ya kila ambacho kimekuwa mezani, wao wakijiandaa kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya vijana wa Silver Strikers ya pale nchini Malawi, mchezo wa tarehe 18 ya mwezi wa 10 katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. So kila mmoja ana sababu zake kufuata na kuendea mchezo, na that why tunatazama ushindani wa hali ya juu ukiwa unazidi kuonekana na ukiwa unazidi kuvutika katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Lakini kiukweli ukiutazama, huu ndio mchezo wa mwisho, na huu unaweza kuwa ni mchezo wa kumwaga kocha wa sasa wa Young Africans, namzungumzia kocha Romain Folz. Huu ndio mchezo maalum wa kirafiki ambao unatumika kumwaga, japo wengi bado hawajajua ni mchezo gani ambao Romain Folz unamwaga, lakini huu ndio mchezo ambao tayari moja kwa moja unakwenda kumwaga mwamba Romain Folz akiwa kama kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Folz ni miongoni mwa makocha ambao tangu anapata nafasi ya kujumuishwa ndani ya kikosi hichi hajawa na mchango mkubwa zaidi, licha ya kwamba amepata matokeo mazuri kwenye michezo yote 6 ya kiushindani ambayo kaiongoza Young Africans. Within 6 games ambazo Romain Folz amekuwa ndani ya Yanga ameshinda michezo 5 huku akipata sare mchezo mmoja dhidi ya Mbeya City, mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Jambo ambalo unatazama kwa ustadi, kwa wiridi, na hichi ambacho tayari kinaonekana na kudhihirisha ni dhahiri vijana wa kikosi cha Young Africans wanakwenda kumwaga leo hii Jumamosi. Ramuard Rakotonderabe ndio siku ambayo anatua nchini Tanzania. Nikizungumzia Jumamosi sio mbali, siku ya kesho ndio Jumamosi yenyewe, na ndio siku ambayo Ramuard Rakotonderabe anawasili katika taifa la Tanzania kwa ajili ya kwenda kuonesha ubabe, ukomavu na ushupavu wa hali ya juu katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi katika upana na uredio. So kiukeni ukitazama Rakotonderabe, kila ambacho kila mmoja anataraji na anategemea upande wake, ni moja ya makocha ambao anaweza kuja kuwapeleka katika nchi ya ahadi vijana wa kikosi cha vijana wa Young Africans. Ukitazama Romain ni kocha ambaye aliaminiwa kwamba anaweza kuja kufanya vizuri, lakini mambo yakawa hayajaenda sawa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Bwana, sasa moja kwa moja nikupeleke kwenye upande wa probable vikosi kwa pande zote mbili, wachezaji 11 ambao wanakwenda kushuka mzigoni. Sio upande wa TRA United Sports Club kwa zamani ikijulikana kwa jina la Tabora, lakini pia sio kwa upande wa kikosi cha Young Africans ambao pia wao ni wenyeji katika mchezo ambao unapigwa katika uwanja wa Gymkhana. Moja kwa moja sanjari sawia nikupeleke kwenye vikosi kwa pande zote mbili. Tukianza na kikosi cha TRA United Sports Club. TRA wao na kikosi ambacho kipo katika mfumo wa 4-3-3. Kikosi chao golini yupo Jean-Noel Amonome, jezi nambari 1 mgongoni ndiye ambaye yuko golini katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Then beki namba 2 yuko mwamba anayejulikana kwa jina la Chewe, jezi pia mgongoni ni jezi namba 28. So Chewe acheza kama beki namba 2. 3 ni Christopher acheza kama beki nambari 3. 4 ni Abdulaziz Makame Bui. Abdulaziz Makame anacheza kama beki wakati beki namba 4, wakati 5 anacheza Kombo
Kombo anacheza kama nambari 5. 6 ni Joseph Akanwanao, jezi nambari 30 mgongoni. Miongoni pia mwa wachezaji ambao tumeshuhudia ubora wake umetukuka, ubora wake umezidi kwa juu. Then 7 yupo Ari. Ari ndiye ambaye anacheza kama nambari 7. Wakati 8 ni Adam. Miongoni mwa wachezaji hatari zaidi ambao tumewashuhudia katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Then 9 yupo Sarum Chuku, au unaweza ukamwita Chuku. Chuku ndiye ambaye anacheza kama nambari 9 katika mchezo, na huyu pia ndiye captain wa kikosi. Then 10 yupo Konate. Konate ndiye anacheza kama namba 10. Miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora zaidi. Na 11 anamalizia Ari Shabani Chirunda.